Kikundi cha wachimbaji Mwakitorio namba 6, sanduku la posta 113 Mwakitorio Shinyanga. Tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Afisa madini mkazi mkoa wa Shinyanga, sanduku la posta 834 Shinyanga. Yahusu ombi la kupewa leseni ya uchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu yani PML katika eneo la Mwakitorio namba 6. Husika na mada tajwa hapo juu yajieleza. Sisi ni kikundi cha wachimbaji Mwakitorio namba 6 kilichosajiliwa tarehe 22 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 na kupewa hati ya usajili namba shai DC mkwaju CBO nukta 3073, tukijishughulisha na uchimbaji mdogo wa dhahabu katika eneo la Mwakitorio namba 6. Rejea mkutano wa hadhara wa Mheshimiwa Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde uliofanyika tarehe 22 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 katika eneo la Mwakitorio. Moja ya maelekezo yake baada ya kusikiliza kero za wachimbaji wadogo wa Mwakitorio namba 6, alielekeza tuunde kikundi cha wachimbaji ili kupata fursa ya kupewa leseni katika eneo hilo na fursa mbalimbali kutoka shirika la kulea wachimbaji la STAMICO. Kwa maelekezo hayo kutoka kwa Mheshimiwa Waziri na kwa uharaka na kutokana na uhitaji mkubwa, tunaomba kupewa leseni katika eneo hilo, kwani tumelifanyia kazi kwa muda mrefu, takriban zaidi ya miaka 30 sasa. Tunaendelea kulifanyia kazi eneo hilo na kulipia mirahaba yote ya serikali, hasa kupitia soko la madini la Mwakitorio bila kusimamiwa na mtu yeyote katika eneo hilo. Tunatanguliza shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri wa Madini kwa muongozo wake. Imani yetu kubwa kwake kuwa tutapewa kipaumbele katika eneo hilo ili tusimamie kisheria zaidi kumiliki leseni katika eneo husika. Pia ofisi ya afisa madini mkazi kwa kuendelea kutupa miongozo namna bora ya kufanikiwa katika jambo hili. Wenu katika Ujenzi wa Taifa, Katibu wa kikundi Musa Joel Lipeme. Tunapokea taarifa kutoka ofisi ya RMO, pia ofisi ya mwenyekiti wa kijiji. Taarifa kutoka ofisi ya RMO. Barua yetu ya maombi ya kupewa leseni tuliwasilisha tarehe 26 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 kwenye ofisi ya RMO, na maombi yetu yalipokelewa, tukasubiri majibu. Baada ya hapo tarehe 15 tulienda ofisi ya RMO kwa ajili ya kufuatilia kile tulichokusanya. Ilikuwa tarehe 15 ya mwezi wa 4 ili tujue maombi yetu yamepokelewa na tunapewa majibu yapi. Baada ya kufika hapo tulikaa na ofisi ya RMO. Majibu tuliyopokea ni kwamba eneo lile lina mwekezaji, kwa hiyo hawezi kutoa leseni nyingine, kungali kuna leseni ipo tayari. Na baada ya hapo tulirudi nyumbani kwa ajili ya maandalizi mengine. Tarehe 21 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 tulipokea simu kutoka Tume ya Madini mkoani Shinyanga ikiniomba tuhudhurie kikao cha RMO cha tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Nami nilialika viongozi wenzangu, mwenyekiti pamoja na baraza lake. Tulifika ofisi ya RMO na kikao kilikuwa saa 5 asubuhi. Lengo na dhumuni, hatukuelewa wito wa RMO ulikuwa ni nini, bali sisi tulitekeleza agizo la RMO. Baada ya hapo tuliingia kwenye ukumbi wa majadiliano, ila tuliyekutana naye ni mwekezaji wa eneo hili, mmiliki wa leseni. Tukasema sio mbaya tukae tusikilize kipi ambacho ametuitia. Tulikaa tukasikiliza mazungumzo, kikao kilifunguliwa
na RMO mwenyewe, mwalikaji wa kikao kile ambacho kilikuwa na wajumbe 9. Mada kubwa ilikuwa ni mazungumzo ya viongozi wa mgodi wa namba 6 dhidi ya mmiliki wa leseni, tuweke usawa ili tukubaliane kufanya kazi. Baada ya hoja hiyo kuwa imetolewa na RMO, sisi kama viongozi na maelezo ambayo tuliyatoa kule ni kwamba sisi hatujajiandaa kuja kuzungumza na mwekezaji huku, bali sisi tumetekeleza wito wa RMO ulivyotuita. Sisi hatukujua ulichotuitia ni nini. Sasa hii mada ni ngeni, hatuwezi kuichakata, hatujajiandaa kisaikolojia kujadili mada kama hii. Alituasa sana tuzungumze, lakini hatukuweza kuzungumza lolote, maana kwanza sio sehemu ya mazungumzo, pili hatuna maandalizi na mazungumzo yale. Sisi tulijiandaa kupokea kile alichotuitia, ila sio mjadala juu ya sisi na mmiliki wa leseni. Baadaye tulikaa tukaendesha, mwisho akaelekeza RMO, mimi sihitaji niingilie mazungumzo yenu baina ya pande zote mbili, bali mimi ninawaombeni na ninaelekeza, nendeni mkazungumze na mmiliki wa leseni, kile mtakachokubaliana nileteeni ofisi yangu. Na katika mazungumzo waka kuna option mbili, kuna kuelewana na kushindwana, waka ndo hoja kubwa ya mazungumzo. Basi tulitoka tarehe 22 ya mwezi wa 4 ofisi ya RMO. Mahudhurio yalikuwa ni ya watu 9, viongozi 5, RMO pamoja na afisa madini mkoa wa Shinyanga, na sisi wajumbe 5 pamoja na wawekezaji 2. Jumla tulikuwa wajumbe 9. Tulirudi nyumbani kwa ajili ya maandalizi kama alivyoelekeza RMO, na hiyo siku kulikuwa na semina ya my inspectors pale Kahama. Hatukuwa na muda wa kukaa, kwa kuwa alielekeza tukakae, mwisho tumjulishe tumefikia hatua ipi, ili tumpe taarifa, amwagize mmiliki wa leseni aje tuzungumze. Ilichukua muda kidogo, maana baada ya kufika nyumbani tarehe 22, tarehe 23 inspector walienda Kahama kwa ajili ya semina, nayo ilichukua siku 2. Na baada ya kurudi tulikuwa tujakaa kikao cha ndani. Baada ya pale viongozi tulikuja tukakaa. Tulivyokaa kikao cha ndani tukazungumza. Kwanza kabla hatujakaa kikao cha ndani, tulipokea mwaliko wa kikao ofisi ya mtendaji wa kijiji, na sisi tukasema tuhudhurie, tusikaidi wito. Tulihudhuria, lakini baada ya kuhudhuria, mada iliyokuwepo kule hatukuweza kuichakata. Ilikuwa tarehe 27 ya mwezi wa 4, kikao kile cha mwaliko kwenye ofisi ya mtendaji wa kijiji, na mazungumzo haswa ilikuwa ni makubaliano ya mmiliki wa leseni pamoja na wachimbaji walioko eneo lile. Kwa baada ya hapo hatukuwa na majibu na mjadala huo, kwani tulikuwa hatuna maandalizi na hatujakaa kikao cha ndani, bali maelekezo tuliotoa ni kwamba sisi hatuna maandalizi, labda turudi kwa wajili wetu tukakae nao, tuzungumze nao, tuwawasilishie hoja hizi, tuwasikie wanasemaje, ili tuwaleteeni ninyi kile walichokizungumza. Mwisho tulitoka, hatukuwa na mjadala wowote ule. Kulikuwa na viongozi wa chama na serikali walijaribu kumuuliza mwekezaji, sera yako kubwa ni nini, ili hawa watu wanaporudi kufanya mazungumzo na waajiri wao, basi waende wakijua sera ya mmiliki wa leseni aliyeko eneo lile ni 1, 2, 3. Moja sema lile jikita zaidi yeye, tutachimba na wachimbaji walioko eneo lile, lakini sera yake kubwa ni tozo za 1%. Tukamwambia basi tutazungumza endapo tutamaliza mkutano wa waajiri wetu ambao ni wachimbaji. Tarehe 27 tulitoka, tukawa tumerudi nyumbani kwa maandalizi zaidi ya mkutano
mkuu. Basi taarifa kutoka ofisi ya RMO imeeleza vile njia tulizozipita, ndugu zanguni, ndo hizo kwenye ofisi ya RMO. Majadiliano yaliyotolewa ni yale, tuzungumze, tukikubaliana tupeleke yale makubaliano ofisi ya RMO. Baada ya hapo ataona njia nyingine itakayokuwa inafuatia pale. Basi kwa taarifa kutoka ofisi ya RMO, naomba niwasilishe kwa mwenyekiti ili aendelee na taarifa kutoka ofisi ya mwenyekiti wa kijiji. Kikundi cha wachimbaji namba 6 kiingie ubia wa umiliki wa leseni na mmiliki wa awali ili kuweza kuwa sawa na haki kwa ushirikiano katika usimamizi wa leseni kwa pamoja. Simasikia, hizo ndio hoja ambazo tulikuwa zimezibeba kuzipea kwenda kufanya mazungumzo. Lakini hoja hii tulipoipeleka mezani, mwenye leseni alikataa ya kwamba yeye hawezi kuingia na ubia na wachimbaji kwa sababu ile leseni halina uwezo wa kubeba watu kama hao. Tukaomba kwamba ingiza jina moja kila kikundi, kama mko watatu tu 4, haikuwezekana. Kwa hiyo akawa amesimama kwamba yeye amekuja kuchimba na atachimba. Lakini sisi hoja ya pili kwa ni kwamba kwa sababu mlima wa namba 6 ni mkubwa, tuiombe serikali ya kijiji kama inawezekana wamkatie sehemu afanye kazi, na sisi hatuachie sehemu tuchimbe. Na kule bwana aligoma, na kwa sababu ni mazungumzo hakuna lazima. Kwanza tulipoferi hapo, sisi hoja zetu ambazo tulikuwa tumezibeba, tulikuwa tumemaliza sera. Sasa tukaanza kupokea ushauri kwa ndani ya serikali ya kijiji. Lakini pia napenda niseme kikao kile cha ndani kilikuwa ni kikao ambayo kimba mtu kuzungumza, lakini katika ujengaji wa mada sana ule bwana alikuwa na kipaumbele kwa sababu ana leseni. Lakini ombe wajibaini kwamba mimi kikao kile nilivyokiona nikapata wasiwasi kwamba kama nitangangana mimi kwamba mimi kuna kia sababu mimi kulaumiwa na wachimbaji. Maana kumbe mwenye leseni anasema kwamba sisi kikundi ndio nimekuwa sababu ya kuwafanya watu wasiingie mkataba na mwenye leseni, kwamba wenye mwenyekiti wa maduara mmeshakubali kwamba mtaingia naye kufanya kazi. Mimi nikaomba tu kwamba hayo yote tusiyazungumze kwa sababu wachimbaji wapo. Mimi naomba ninawe kwa jinsi hii, kama wachimbaji wamekubali kufanya maliziano, wamiliki wa maduara wamekubali kufanya maliziano na mwenye leseni, ilikuwa ni vyema sasa nyinyi wenyewe mkasema kwamba mwenyekiti, sisi tumekubali kufanya na maliziano na mwenye leseni tufanye kazi. Swala la leseni tumeferi. Sawa jumbe? Hiyo ilikuwa ni hoja pili. Lakini tuliposema kwamba tuombe sehemu ya leseni ya eneo, na pale jamaa alikataa. Akasema kwamba eneo hili lina maleseni 3. Hatujui ukubwa wake. Sasa basi akashauriwa na mheshimiwa diwani, kwa nini kama wewe unakuja kuchimba utuweke wazi, labda wewe unataka kutoboa shafu utuambie kwamba unakwenda kutukuruza wewe mkatoboa shafu ili hawa uwaache. Yule bwana akasema kwamba hapana, isipokuwa mpango kazi yake ni kufunga mkataba na wamiliki wa maduara, sio kikundi. Aliposema hivyo mimi nikatambua kwamba yeye kikundi akitambui, anatambua wamiliki wa maduara. Na mimi jamani, mmenichagua kuwa mwenyekiti wa kikundi, sikuwa na mamlaka ya kuingilia maduara ya watu. Nikaona kwamba nafasi hiyo niache, niwaachie nyinyi wamiliki wa maduara. Mnasemaje juu yake? Kama mtakubaliana na mimi ni mmoja miongoni mwenu, nitakuwa nimekubali. Hofu yangu ikaje, maana mafifano ilikuwa ni mingi ya kwamba wewe unaweza ukakataa, halafu baadaye halipo watu wachache
halafu jamaa akafanya kazi, wewe huyo ndio umepoteza kupoteza maduara yao. Nikaona kwamba ni swala la msingi. Mimi sio sababu ya kupoteza maduara ya mtu aliyechimba kwa gharama zake. Ni afadhali nimpe nafasi yeye huyo mmiliki wa duara, nana ndo anahitajika na afanye kazi mwenye leseni, sio kikundi. Wakubali wafanye kazi, wafunge mkataba wa maduara na yeye, na kama kutatokea mabadiliko, amesema kwamba mnakaa kwa pamoja. Simanielewa? Nimefanya makusudi ya kwamba kesho na kesho kutwa linaweza likabadilika, ya kwamba uongozi mliowatuma ndio waliofanya waliosababisha yote haya. Mimi naogopa maisha nao yaishi, ya kwamba siwezi kuingia lawama kwa akili ya watu wachache. Ni afadhali niwape ridhaa wenye maduara walichambue kwamba hili linawezekana kufanya kazi na mwenye leseni, kwa sababu mwenye leseni amejikita kwamba yeye hajatuma kuja kufunga mkataba na kikundi wala akielekezi. Amesema kwamba kisera inasema afunge mkataba na wamiliki wa maduara. Nikaona kwamba pale sasa mimi ni kama amenikataa, nisilazimishe kwamba anikubali. Na hoja ambazo nyingine amenisema, tulizungumzia kuhusu maisha ya mtu aliyepoteza sehemu ile, lakini kikao kile nilichokiona, yule bwana alikuwa amejipanga kusema kwamba kama kutuhoji sisi viongozi, anasema kwamba mimi ule msiba nilishiriki, nilitoa hela nikampa mwenyekiti ambaye ni mimi. Nikatuna kwamba huyu amepata sehemu, na kwamba watakaposema hoja hiyo waambie kwamba mwenyekiti nilimpa hela, ili hawa wanaoamini wasiendelee kumwamini. Hicho ndio nilichokiona. Maana mimi sio mgeni wa vikao, ni mzoefu wa vikao sana. Najua hoja ile andaliwa kwa ajili yangu, na nisema kwamba mimi siyapokea pesa. Nitamani ajabu kwamba mimi nilipokea halafu nijenge hoja kiasi hicho. Nikaona kwamba hili ni kwamba niweze nipeleka mazingira magumu. Lakini kama wachimbaji wenye maamuzi walionikubali, wewe mwenye sema nikataa kwamba yeye atazungumza wachimba na wamiliki wa maduara, sio kikundi. Nikasema okay, kwa sababu nyinyi wamiliki wa maduara mpo, lazima sasa tuwashirikishe kama tulivyoanza mwanzo na nyinyi na pale tulipofikia. Kwa hiyo marejesho sisi ni hayo, ili isikosema kiongozi yote ambaye amesafiri kwa ajili ya swala hili kwamba ameshikishwa pesa akakubali uzembe huu. Tunarudisha nyinyi ndio mchakate. Kingine, katika kikao kile iona kama sisi ndio tunaambia kwamba leo kikao kile kiwe cha maamuzi ya mwisho. Mwenye leseni akawa ameshinikiza kwamba sisi haturuhusu ya kwamba mrudi mwajipange, tunataka tumalize leo, maana mnatuchelewa kufanya kazi. Sasa mimi kwa sababu ya maelezo yake nikamnukuu, amesema kwamba anataka aingie na mmiliki wa maduara na sisi tulikuwa ni wachache. Nikasema kwamba sisi hatuwezi kufanya makubaliano ya mmiliki wa maduara, hadi wa maduara wengi wapo nje. Ni vizuri sana tuwapelekee habari hizi wakubaliane wao, ili kesho na kesho kutwa mwenyekiti asilaumiwe. Nimefanya kazi kwa uaminifu mlionituma, na ndani kwamba hata kutimia nitailipia kwa uaminifu. Jambo ya kwamba mtu amenipa hela kushiriki wa mtu amekufa, wakati mimi ndio nimetumia pesa ya wachimbaji kumsaidia marehemu kwenda kumzika, ni ajabu sana. Na si wajumbe. Kwa maana hiyo sasa, hatua iliyopo tuliyohitimisha ni kwamba kuna wajumbe wameteuliwa au tumeteuliwa kwamba leo hii kuna sensa ya maduara na mmiliki wa leseni pamoja na kutoka timu serikali ya kijiji sungusungu wakiwemo, lakini pia na sina kikundi gani wamo. Sasa katika upande wetu, mimi nikaambia mwenyekiti teua watu, mimi nikawa nimewapendekeza maaspekta wasafiri katika zoezi la kuhesabu maduara pamoja na mwenye leseni. Lakini upande wa serikali kuna wajumbe walioteuliwa kuja kuhesabu mwenye leseni. Maana yake ni nini? Maana ni kwamba anataka kujua maduara yenu ili muingie mkataba na yeye. Sio wajumbe. Ndio maana mimi nikaona kwamba nafasi yangu ya kuelezeni ni mkutano mkuu. Mle kwenye kikao nimekisikia, nimekielewa. Lakini kama nitashinda kuwafikishie, mtakuja kunilaumu baadaye. Maana sijajua kule mbeleni nini kitatokea. Hoja yetu ambayo ilikuwa ni ya kutulinda kwamba tujue nini kinaendelea ili kataliwa. Sasa nimeona mwenye leseni anataka atembee na mmiliki wa maduara. Sijajua kama tutafika vizuri
au tutaenda kuharibikiwa zaidi. Tumtegemee ni Mungu anayejua, maana kila mmoja tunakuja kwa kubahatisha. Hata dhahabu hatujui, watu tunaenda kufuatilia tu. Mungu ikitokea unajiona kama mjanja. Tumtegemee ni Mungu katika hilo. Kama tutafika pazuri tutamshukuru Mungu, lakini kama tutafeli asiwepo mtu wa kulaumiwa. Kwa ndugu zangu wajumbe, ya kwangu ni hayo na taarifa nao nimefikisha. Asante mwenyekiti kwa kupata nafasi hii. Kwa majina naitwa Charles Boniface, mjukuu wa Kulaba. Tutapambana na nitatoa ushauri. Mimi upande wangu ni mmoja wa wamiliki wa maduara eneo la namba 6. Cha kwanza, leseni yake ameipata 2022. Kuipata leseni yake huyu bwana ina miaka 4. Na miaka hiyo 4 amekuta tunachimba maduara eneo hili. Na eneo hili wamiliki ni sisi. Na kipaumbele cha umiliki wa leseni ndogo ni kwa wachimbaji wadogo. Nadhani hata waziri alikuja namba 5 akalielekeza hilo. Mchakato uliopo, yeye kupata leseni sio shida, na kuja eneo hili sio shida. Sisi kama wamiliki hatuhudumii, hachangii kitu chochote, bali mzigo tulionao mpaka huu muda ni mkubwa. Tunajitafuta wenyewe kuyafikisha maduara kwenye mwamba. Pamoja na hayo tumeyaweza kuyafikisha. Tumekopa hela mwa watu, mpaka muda huu watu wanadaiwa. Kuimiliki duara ni kazi. Lengo lake ni kuja kukata asilimia. Hizi asilimia mpaka huu muda, jiografia ya namba 6 ni ngumu. Asilimia 3 itatuumiza, na kutuumiza kwake hapa tulipo tuna mzigo. Na mzigo huu tukiongezewa mzigo mwingine inakuwa ni changamoto. Nilikuwa naomba wamiliki wa maduara wa namba 6 tusije tukakubali kukaribisha mgogoro wa eneo kama kuingiza adui chumbani. Haujui ana nini. Tunapomuingiza huyu kuyahesabu maduara, tayari tumeriziana na yeye. Je, hili swala mnaliona liko sawa tumuingize huyu ahesabu? Na kama tutahesabu, na kama tutayahesabu maduara tukiwa na uongozi wa serikali ya kijiji, mantiki serikali ya kijiji hawapo na sisi, uongozi wote kama utasimamia kuhesabu maduara, uongozi wa serikali ya kijiji, maana yake ni nini? Tumesharizia kuingia mkataba na huyu bwana, na kama agizo la RMO aliagiza kwamba tuzungumze, hicho kizungumza tumeshindwana. Kwa nini tusirudishe mrejesho kwa RMO kwamba mwekezaji wa eneo letu hatujakubaliana naye, mzigo aliotupa ni mzito, hatuwezi kuubeba, jiografia haituruhusu, kukatwa 3% kulingana na mazingira tulionayo ni magumu. Naomba nieleweke kwa maelezo mafupi. Mmiliki yoyote wa duara, niliweke wazi ili tuwe tunaenda tunamaliza. Mmiliki yoyote mwenye duara eneo hili ajitokeze, azungumze kwamba yeye kama ameridhia kufanya kazi na huyu mtu, na sisi kama kikundi tunakataliwa. Mtupe ridhaa ya kwamba kikundi tutasimama kama wenye maduara. Na nizungumze kitu kimoja, utengano ni udhaifu, umoja ni nguvu. Tukitumia umoja tulio hapa tutafika mbali. Hata hili kuna baadhi ya viongozi wanatutelekeza, na waziri alielekeza kabisa kwenye mkutano. Nadhani wengi kama mlihudhuria mkutano tulitoa maelezo. Maelezo haya yalilenga wachimbaji wadogo wa eneo la namba 6, na mpaka huu muda waziri ameelekeza nguvu lifanywe kazi hili. Lakini kama tunapewa shinikizo na kwamba ni lazima tufanye kazi na huyu mtu, je, lazima hii ina usababu wa kanuni za kwenye madini? Hamna. Makubaliano ya mtoa leseni tuzungumze naye. Je, tumemrudishia nini alichotuagiza? Tumekizungumza ni kipi? Si ni makubaliano? Makubaliano hatujayafikia. Kwa nini kama hatujafikia makubaliano turudi kwenye ofisi zetu tumuingize huyu mtu, na wakati huo makubaliano hatujayakubaliana? Tunachokihesabu ni kipi na tunachokifanya ni kipi? Mimi maswali yangu najiuliza mimi na wachimbaji wenzangu. Kama tutakubali kuhesabu, je, tunahesabu maduara yetu kwa misingi ipi? Na kama tunahesabu kwa misingi ya kufanya kazi na huyu bwana, tuseme
tunayahesabu maduara, tutafanya naye kazi. Na kama tunafanya naye kazi, yeye anasema asilimia yake ni 3. Tunaenda tunamaliza, tusiwe tena tunaleta mijadala huko nyuma, muda ni mchache. Tutakatwa asilimia 3, na tukijua hesabu ya maduara, atakayesimamia uhesabuji wa maduara atakuwa ni serikali ya kijiji. Eneo la mlima tutahusika kama wamiliki, tutahusika kama na mwekezaji wa leseni. Maana yake serikali ya kijiji kama eneo itahusika kwenye kufanya sensa ya maduara 1. 2, muhusika wa eneo kama mwekezaji ambaye ni mimi mwenye duara, ndio mmiliki wa kwanza kwenye hili eneo, sawa? Nitahesabu maduara. 2, atahesabu mwenye leseni, tutahesabu naye pamoja na mwenye chama kama CCM akiwepo. Nitakuwa wa mwisho kuamini hili kama serikali yetu ya awamu ya 6 itatutelekeza kwenye hili. Na naomba kama hizi taarifa zimfikie kiongozi yoyote na waninukuu vizuri, nitakuwa wa mwisho kuelewa na nitakuwa wa mwisho kuamini hili kwamba watatutelekeza kwenye hili, na kama nguvu yao waliwekeza kutusaidia sisi wachimbaji wadogo, watusaidie. Kwa majina naitwa Doto Dennis Doto, ni mchimbaji katika kijiji cha namba 6. Mimi swala langu niko pamoja na wachimbaji wenzangu, kwa sababu hili eneo lina zama za mababu na vibabu. Linafahamika kwamba hili eneo liko chini ya kijiji. Sasa huyu mwenye leseni, inavyoonekana na hiyo leseni yake, yaweza kuwa labda ameenda kuikata kimakosa. Huenda labda hata kipindi anaikatia leseni yake hakufika uongozi wa kijiji. Yaweza kuwa hii mlima ulikuwa bado uko chini ya kijiji, bado ukiwa unaendelea unafanya nini, inafahamika kuna wachimbaji hapa Mwakitorio. Unaona, sasa endapo tukisema kwamba tumruhusu aje tuingie naye ubia wa asilimia, sasa swali langu ni je, haya tumeingia ubia, maduara yanahesabiwa kwamba ni maduara kadhaa, hapo bado kuna nguvu za watu ambao wamewekeza katika huu mlima. Kuna maduara mengine bado kwa sasa hivi yanaendelea kuhesabika na gharama ambazo ni watu ambao hawajafikisha maduara yao. Unaona, sasa endapo tukimruhusu aje tuhesabu maduara, yaweza kuwa huyu atashindikiza kwamba mimi nachohesabu ni maduara ambao yamefanya nini, yamefika, ndio natakiwa niingie nao ubia. Sasa hapo tayari tutakuwa tumeumiza ambazo wameumiza fedha zao kuendelea kufukuzia ambao kuipata mali ambao hawajafikisha, kwa sababu yeye atalazimu kuhesabu duara ambazo zinafahamika na zina uzalishaji, kwa sababu yeye mpaka akimbilie kwamba anahitaji kuingia ubia na asilimia yeye anachokihesabu ambacho kimefika, kwa sababu hapo inavyoonekana yeye hana shapu lolote. Anataka kwamba ili tumruhusu aingize apate shapu na ndio apate nguvu ya kuipata hii leseni. Kwa hiyo mimi ninachoomba tusimruhusu. Yaani mtu akufukuzea akwambie toka, ila bali kwa vitendo ataingia kinyemela paka afike. Watu wanapitia majini mpaka kutoka Burundi mpaka hapa Tanzania wanaingia kwa kupitia njia za panya hivyo wanachimba chini anayoibukia juu, ndio wanalolitafuta yeye. Kwa maana hiyo mimi sitaki wanufaike wachache ili wengine wengi wakose, hapana. Sisi sote ni wamoja, ni Watanzania, haki yetu tuipiganie mpaka tuone kwamba hapa kweli haki yetu imepotea kwa uzembe wetu. Lakini kama tunakubali haki yetu ipotee, basi tumruhusu aingie, tuingie naye ubia. Ila mimi ninachoona huyu yeye anachokuja kuhesabu ni yale maduara ambayo yako kwenye uzalishaji, na ndio maana lazimisha tuingie naye asilimia. Hata kuja kuhesabu maduara ambayo hayajafika. Haya, wewe uliowekeza bado unategemea upate uzalishaji, utapata nini? Kwa majina naitwa Idris Rajabu Ismaili, ni mmiliki wa maduara katika eneo hili. Cha kwanza, wachimbaji tujikiteni katika sheria. Tusibituse tunabishana tu kila mmoja na wazo lake. Tujikite kwenye sheria. Sheria cha kwanza inatutambua sisi wachimbaji. Sheria ya madini inavyoelekeza. Ya pili inamtambua mmiliki wa leseni. Kwa hiyo nilichokuwa na shauri tujikite kwanza kwenye sheria. Naenda kwenye point. Sheria ya madini.
mmiliki wa leseni hauruhusiwi kumpangisha mchimbaji mdogo kwenye leseni yako, ni kinyume cha taratibu ya sheria ya madini. Kitu cha pili, sisi hapa tuna takriban muda mrefu, zaidi ya umri wa miaka 30 watu tunafanya kazi katika eneo hili. Tumeanza kuchimba toka mwaka 1994. Huu mgodi ulikuwepo kabla ya yeye kuwepo. Ninachopenda kushauri, cha kwanza ni kukataa kukubaliana na mmiliki wa leseni kuja kufanya naye kazi kwa sababu kuu mbili. Cha pili, amekiuka sheria cha kuhozi wachimbaji wadogo katika eneo lake, na cha tatu, sisi wachimbaji wadogo tuandae nondo za kumpelekea LMO kwa kwamba tumekataa, tukatae kwa pointi. Tuandike pointi zetu bana, sisi tumekataa kwa minajili 1 2 3. LMO atatoa mamlaka yeye bana lile eneo. Mpaka sasa hivi wachimbaji wadogo kama wanaruhusiwa kufanya kazi au mmiliki wa leseni aweze kufanya kazi. Kingine cha pili, sikubaliana swala la kusema eti kesho sijui lini waje watu kufanya sensa katika eneo hili. Tunataka wanapokuja kufanya kazi kwenye ile eneo wawe na barua kutoka ofisi ya LMO mkoa, sisi kuwatambua wao. Sio nilivyosikia maelezo watu wengine wanasema Chama cha Mapinduzi hakihusiki na hiki swala. Hili swala lipo ndani ya serikali. Mimi ninachokiomba kwa wachimbaji wenzangu, tujikiteni kwenye sheria, na hawa nao kuja kufanya sensa tuwakatae mpaka taarifa zetu viongozi wakazopeleka wapi kwa LMO, tuletee barua. Kama ni barua ya kukataliwa, tutakata rufaa. Mwenyekiti atuahidi tutakuwa na mwanasheria. Huu ndio muda wa mwanasheria, kwa muda wa kufanya kazi. Unaona, kusudi hili eneo tufanyeje, tulimiliki. Sasa ninachoomba wachimbaji, ama hebu tuunganane kitu kimoja. Cha kwanza tukatae, tukatae kwa hoja za msingi. Bado tunakataa kwa 1 2 3. Mwanasheria wetu atasimama na sisi mpaka barua kutoka kwa ofisi ya LMO itakapokuja hapa kuwahalalisha wale watu. Sisi kama ofisi tumewatuma kuja kufanya sensa za maduara, la sivyo tukataeni, tunaingiza kwenye mtego. Kwa majina naitwa Paulini Mshina, ni mchimbaji na pia ni mmiliki wa maduara. Mimi ningependa kuwaelewesha kidogo wachimbaji wenzangu. Kwanza, jambo la kwanza, wamiliki wa eneo wanamiliki hisa kwa 100%. Mwekezaji anapokuja kwa wachimbaji wadogo aje akiwa anajua mmiliki wa eneo anamiliki hisa 100% ngapi? 100%. Sasa kwanza, ambacho mimi nashangaa, mmiliki wa anayedai kwamba ni mmiliki wa leseni anamiliki kihuni kwa sababu mbili za msingi. Sababu ya kwanza, mgodi hauhudumii, alipaswa afutiwe leseni. Sababu ya pili, anamiliki leseni, hajui mpaka wa leseni. Kwa mimi sasa, kama mimi tungepewa sisi wana kijiji, tukapewa kipaumbele cha kupewa leseni, kwa sababu sisi hatupo tayari kuliachia leseni hili kwa mjibu wa kwamba anayedai kumiliki leseni hatuhudumii, hatujali, hatumjui, hatumtambui. Kwa hatupo tayari kuachia leseni hili. Tunamuomba sasa LMO atupe kipaumbele cha kutupa hii leseni, kwa sababu hata huyo mmiliki wa leseni hajui wajibu wake. Mimi kwa jina naitwa Rajabu Musa, ni miongoni mwa wamiliki wa maduara katika eneo hili. Mimi sikubaliani na hoja ya kumwachia huyu mwekezaji kwamba ndo mwenye leseni kwa sababu zifuatazo. Cha kwanza, hana chochote anachotuhudumia katika eneo hili. Leseni lake lina dosari kwa sababu toka akate leseni hakuna anachotuhudumia. Tunajihudumia sisi wenyewe, tunajiongoza sisi wenyewe. Lakini pia serikali yetu ya Tanzania ambayo iko chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan inatoa kipaumbele kwa wachimbaji wadogo ambao ndo sisi wenyewe chini ya sera ya mining for better tomorrow. Kwa hiyo mwenyekiti, usikate tamaa, bado tuna wewe na wewe ndo mwakilishi wa sisi, unatuwakilisha sisi wenye maduara. Sasa tunakuomba usitukatie tamaa, na tunaomba hii uichukulie kama vita. Tunataka kunyanyaswa. Tunaomba serikali yetu ituone katika hii na itusaidie tupate leseni. Mimi kwa majina naitwa Riziki Nkuli, ni mchimbaji wa hapa namba 6. Asante mwenyekiti kwa kuniruhusu kuongea. Kitu cha kwanza, natanguliza masikitiko makubwa sana katika serikali yetu ya kijiji. Kwa nini wao wakubali tu moja kwa moja
kwamba mwenye leseni aingie bila kutushirikisha sisi wachimbaji wadogo wadogo ambao tunaotegemea katika kazi yetu hii tunayoifanya, kulisha watoto wetu, kulisha familia zetu, kusomesha. Halafu uongozi unakaa wao kama wao hivi, pale kuna nini? Ina maana wao tu wamekaa na mwekezaji wakaliziana wao kama wao bila kutuangalia sisi ambao tunaoumia kupambana katika kutafuta ili kunusuru familia zetu. Mimi nilikuwa naomba viongozi wetu wa mgodi msife moyo. Unaona, mimi napingana kabisa na makubaliano ya kuingia mwenye leseni katika mgodi huu bila maliziano yetu na yeye, na kile kitendo cha kusema kwamba watuingize kwenye mtego tu, waje waanze kuhesabu. Ina maana wakishaanza tu kuhesabu tayari tumeshakubali. Ina maana wakishachukua tu zile takwimu, basi mimi nawaombeni sana viongozi wetu, ebu pambaneni. Kwanza tunapingana na makubaliano ya viongozi wa serikali ya kijiji kumkaribisha huyo mwenye leseni, kwa sababu sisi ukija kuangalia dondoo zote mimi za hapa namba 6 ninazo. Kikundi kama kikundi hiki cha wachimbaji kimeanza kufuatilia na chenyewe leseni toka mwaka 2002. Ina maana inaonekana ni kama kwamba 22. Ina maana kama kwamba kilienda kuzua kule kikakuta kwamba yupo mwenye leseni. Je, kama wachimbaji wasingeenda kudai haki yao kwamba wawe na uhuru kamili, ina maana huyo mwenye leseni yeye alikuwa wapi kuja kuanza kufanya kazi? Mpaka kikundi kilipoanza kufuatilia leseni la kwamba kiwe huru, kitambulike mpaka kiserikali, kiwe kinalipa hata mapato kule serikalini. Hata sasa hivi waka tunalipa. Unaona? Mimi naomba serikali kwa ujumla, hata iliyoko kule juu, watuangalie. Mbona sisi wanyonge wanatukandamiza sana? Ina maana sisi tutaishia wapi? Kuna vijana wengi hapa wanatafuta nao maisha ya baadaye. Leo hii aja ingie mwenye leseni aanze na uchimbaji hapa. Mwamba wenyewe unaukuta ni kama vidole viwili. Unaambiwa utoe 3% kwenye 10. Hiyo mifuko 10 unaichimba hata wiki. Je, kuja kupata sasa 1% zako wewe mchimbaji unazitoa wapi? Vile vile uchimbaji wa hapa ni mgumu. Watu wanatumia mikopo, unaona, kuendesha maduara. Leo hii tena sisi wanyonge tunaambiwa kwamba tukabidhi eneo hili kwa mwenye leseni. Mimi sikubaliani na hilo. Ndugu zangu, naombeni, hebu tusimameni imara, tusitetereke kwa hilo mpaka tuje tuambiwe kwamba labda kwa hivi kwamba tokeni zibaki ndege na mti, kwa manyanyaso ijulikane kabisa kwamba hatuna mtetezi hata kule juu. Mimi najua kwamba serikali ya Mama Samia watatusikia kilio chetu hapa namba 6. Huu mgodi na sisi ndio unaotulea. Na maana hao vijana sasa waingie wapi wakaanze kubomoa? Mimi kama mwenyekiti wa wachimbaji wa mlima wa namba 6 nilikuwa ni miongoni wa kufuatiliaji leseni la uchimbaji katika mlima ule. Tumefuatilia leseni fika ofisi ya madini, tukaomba leseni tukiwa tayari mlima wa namba 6 wakati ya mlima tumesia kisajili kisheria, na kupitia maelekezo ya waziri mkuu ameeleza kwamba tuunde kikundi ili tupate kibali ya kuweza kuomba leseni na mahali tunapofanyia kazi. Tumeenda kuomba leseni, tumefuatilia majibu, tuambie kwamba pale penyewe naomba tumeomba leseni kuna mtu mwenye leseni ambaye leseni amechukua mwaka 2022. Sasa basi
Kwa ushauri wa wataalamu anasema kwamba hawezi kutoa maleseni mawili katika sehemu moja, wala hana mamlaka ya kufuta leseni ambalo amelitoa yeye. Sisi akashauri sisi wana kikundi tukutane na mwenye leseni, tuzungumze, tukubaliane kwamba tukafanye kazi, kwa sababu mwenye leseni ana leseni dogo na anajitambua kwa ni mchimbaji. Lakini kwa maana hoja kwamba unataka kuchimba, uchimbaji namna gani? Akasema kwamba yeye anataka kuchimba kama sisi tunavyochimba, isipokuwa yeye kama mmiliki wa leseni atategemea tozo za kutoza kwa maduara 30%. Baada ya hapo mimi ni kama mwenyekiti nikasema kwamba kama inawezekana, wewe kama una leseni, sisi wana kikundi ambao tumesajiliwa, tulikuwa tunashauri kama ikiwezekana tushare katika leseni ili tufanye kazi pamoja, ili haki za kila moja azisimamie. Mwenye leseni alikataa kwamba hilo haliwezekani. Tukaomba kwamba kama inawezekana, eneo la mlima namba 6 ni mkubwa, kama inawezekana basi ukate sehemu na sisi tuachie wachimbaji wadogo tulifanyie kazi. Akakataa. Basi baada ya hapo tulikuwa serikali ya kijiji. Serikali ya kijiji washauri ya kwamba wanachokitambua pale ni mwenye leseni aliyepewa kufanya kazi maeneo hayo. Kwa hiyo nyinyi wachimbaji wadogo mlichelewa. Ndio majibu tuliyopata toka serikali ya kijiji. Basi tukao kama tunaenda kuomba, kwa nini kama nyinyi serikali ya kijiji eneo ni kubwa, kwa nini hamkumuonyesha sehemu nyingine kwamba kuanzia hapa fanya kazi kuelekea pale, maana hapa kuna watu wanafanya kazi tayari, mkampa mpaka sehemu ya kwamba sehemu ambao tunafanya. Wasema sheria ya madini inatuagiza kwamba tumpe mtu aliyeomba. Kwa kufanya hivyo sasa tuendelea kuomba kwamba kwa sababu sisi maombi yetu mwenyezi amekataa, tunaomba sasa labda turudi kwa wajiri wetu ili tuwaambie habari hizi kwamba maombi yetu yamekataliwa. Lakini ikatokea shinikizo, viongozi wa serikali watamka kwamba mimi naweza kuwa sababu ya mgodi kufungwa au watu kupigwa risasi, watu wakamwaga damu. Viongozi wote wa chama na serikali na kwa sungusungu watatuambia hivyo sisi wachimbaji. Tuwakuona hilo, mimi kama mwenyekiti nikaona kwamba hawa wachimbaji nisiwaingizie hasara ya kumwaga damu au kunyang'anya haki zao za umiliki wa maduara. Nikakubaliana na maamuzi ya kiao kwamba nikawaandae wamiliki wa maduara, maana tayari ofisi ya serikali ya kijiji ilikuwa imeshaunda tume ya kuhesabu maduara na mmiliki wa leseni. Mimi nikawa nimekubaliana na tayari mkutano nikauandaa. Nimefika pale kwenye mkutano kuambia waajiri wangu, kwanza wakashindwa kuona imani na mimi, wana kama vile mimi serikali ndio tumeshiriki huyu bwana kumpa nafasi ya kufanya kazi ile. Mimi nikasema kwamba mimi sina maswali wala sina majibu ya kuwaulizeni na kuambieni. Wanaohusika kuwajibuni, labda ingekuwa ni serikali ya kijiji mngewahoji kwani bwana aliingiaje. Bwana mimi sina majibu hayo. Sasa kupitia maamuzi ya wachimbaji wakasema hivi, sisi mwenyekiti naomba sisi ukomee hapo. Kuanzia sasa mkutano tunawailisha, tunawataka uongozi wa serikali ya kijiji pamoja na mwenye leseni waje watuambie kwa nini huyu bwana amekuja, na kama amekuja kwa nini wanahesabu maduara yetu, kuna nini mbele tujue. Maana wewe tukikuuliza wewe hujui, utaendelea kutupoteza, lakini wewe kama tutajua ni nini kinafanyika. Ili ya kwamba wewe tukujengee imani na sisi, tunakuomba ailisha kikao, na kama utaenda ile kikao tunasambaa, wachimbaji wakaamua kusambaa na wengine wakabaki kulijenga kwamba labda niwaite serikali ya kijiji waje wazungumze. Mimi nikaiona kwamba kwani ingejaa hofu kama kiongozi atafika kwenye eneo la wachimbaji ambao wamekataa kwamba hawatadhimini hawanitaki, halafu akaja akapondwa mawe, nikaogopa ya kwamba naweza nikaipata tuhuma ya kwamba nimesababisha maafa katika eneo lile. Mimi nikawa nimekubaliana mawazo ya waajiri wangu ya kwamba endapo serikali ya kijiji wataleta mwekezaji wao, waongozane wao kwenda kwenye site, wakutana wamiliki wa maduara, zoezi la kuhesabu maduara walifanye wao, si chini yangu. Na wasiwasi ya kwamba hata kama nitahusika mbele sijui kama kuna nini,
Yawezekana watu hawa wakasema maduara, halafu wachambua wazi watu wachache walipwa na wakasema kwamba wameshalipwa wote. Maana huo mtindo umeshafanyika, namba 2, namba 3 uhudi umefanyika, na hatimaye viongozi wa mlima wakaingia tuhuma na waajiri wao. Kwa kuona hilo nimejaa hofu, sitaliweza. Kwa sababu wote wameomba hivyo, ninaona kama ikiwezekana ujumbe huu ufike kwa waziri mkuu, kama alivyofika na kusema kwamba sisi wachimbaji wadogo tuna haki. Maana sisi tumekuta, yule bwana ametukuta zaidi ya miaka 30 tunachimba pale. Leo hii amekuja 2022 na amepata dhamana ndani ya serikali ya kijiji ya kwamba na haki ya kufanya kazi pale, tuwe chini yake. Badala sisi katika mambo kuingia hawajatushirikisha ya kwamba wanataka kuleta mwekezaji au sisi tumejipangaje. Wangetushirikisha kama wachimbaji wa kidogo dogo tulikuwa tayari. Lakini sasa tumekuwa na vitisho ya kwamba nyinyi mgodi utafungwa, watoto wenu watakula wapi? Kwa maana hiyo mimi kana kwamba haina maana. Sasa basi mimi kwa sababu wameagiza kwamba waziri wangu ni wote serikali ya kijiji wapate majibu sahihi, nilikuwa ni vyema ikiwezekana mimi ndio wasema uongozi wa kijiji niwaambie kwamba kama watakuja waje wazungumze na wachimbaji. Ikiwa kwanza inawezekana, kwa sababu kwanza hata wao ni waajiri wao, maana walipa mapato ya serikali na serikali ni wao, na sisi kama chini tunaongoza serikali sio ichagua. Kwa nini wanaogopa kuja kuambia watu wao walioajiri? Maana kwanza wao wachimbaji ndio wapiga kula wao. Kwa hiyo ndio sababu ya kuja kuambia kwamba kuna moja mbili kabla hawakuweka mwenye leseni, lakini wamekuja kuweka sasa mwenye leseni. Matokeo yake mimi mwenyekiti wa mlima ndo nashinikiza nikawaambia watu ya kwamba kuna moja mbili. Je, mimi mwajiri wangu atanijengea imani gani juu yao? Maana kama mimi kama nimekuwa rushwa kwa kufanya hivi siwezi. Kama ikiwezekana namuomba uongozi wa juu uhusike. Kama ikiwezekana hata waziri ujumbe huu umfikie, ili waziri mkuu atoe tamko juu yetu. Maana kwanza ametuhamasisha, tumefanya hivyo, tumetimiza kila kitu. Hati za leseni zipo, za kuomba leseni zipo, na tini namba tunayo. Hati ya kuomba leseni kumiliki eneo ni hii tayari tumeshakata, tumeshapewa ridhaa na halmashauri ya wilaya inatutambua. Lakini pia kuna tini namba ambayo tumepewa ili kwa ajili ya kulinda mapato ya mlima ule tupinde ambao tutakabidhiwa kuanza kazi. Lakini kufikia hapo serikali ya kijiji sasa imetuvunja nguvu kwa kumtambua mwekezaji mwenye leseni mtu mmoja. Leseni dogo, sio leseni kubwa, leseni dogo ambayo sisi tunaliweza. Hata kama wangesema kwamba maleseni 3 ndani ya mlima tunaweza, hata zaidi ya 3 tunaweza, kwa sababu wachimbaji hilo wanalitambua. Tatizo nini? Hawakupewa tu elimu ya kutosha. Matokeo tunaambiwa kwamba mlichelewa, mlilala. Walioche wanaosema hivyo ni viongozi wa serikali, na walikuwa wanaiongoza serikali muda mrefu na kwa wanachama. Kwa nini hawakuambia hilo mapema watu wakafanya hivyo? Mimi kama mwenyekiti naomba niishie hapo. Habari zimfikie waziri Mama Samia, zimfikie ikiwa tena hata ofisi ya madini ziwafikie habari hizi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali
isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.